Mungu. Ni kweli ni kanisa, nimekuwa askofu wa kwanza kikatiba, na katika taifa letu la Tanzania tunayo majukumu ya kuhudumia jamii. Kiroho ni agizo la Yesu pia kwamba kama kanisa lazima lifanye hayo mambo. Injili si kwamba inatibu kiroho tu, Injili inatibu mpaka mwili, inatengeneza maisha ya kimwili kwa mwanadamu. Kwa hiyo hilo ni lengo na kusudio namba moja la kanisa ambalo tutakuwa nalo. Jambo la pili, kusudi la kanisa ni kuliombea taifa. Biblia inasema wazi, kama taifa litakosa watu wa kuliombea ni maangamivu na wala hakuna kitakachokwenda mbele. Kwa hiyo hilo ni jambo la kushirikiana na taifa, tutashirikiana na serikali na makanisa yote yaliyopo ya Pentekoste, kwa sababu tunahitaji kuliombea taifa na taifa letu likuwe kiuchumi, liwe na viongozi walio bora ambao tunajua wanatoka kwa Mungu, na uongozi unaokuwepo kwenye taifa lazima tunajua umetokana na Mungu mwenyewe. Asante. Kwa majina yangu naitwa Adam Jacob Butiti. Adam Jacob Butiti ni mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa kanisa la Gethsemane Temple Assemblies Church, ambaye nimechaguliwa leo tarehe 27 mwezi wa 3 2026. Niseme katika bodi ya wadhamini yapo mambo matatu ambayo ninapaswa mimi kama mwenyekiti kuhakikisha kwamba bodi hii inakuwa imara, inakuwa thabiti kwa ajili ya mali za kanisa, kwa ajili ya kanisa la Gethsemane Temple Assemblies Church. Na katika malengo ya kanisa ni kwamba kanisa la Gethsemane linahitaji panuka zaidi hapa nchini pamoja na nchi za nje, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mali zote zinakuwa ni mali halali. Mimi kwa jina naitwa Dorothy Respita Aponari. Kwa majina naitwa Dorothy Respita Aponari. Kuhusu uchaguzi wa leo, kweli nimefurahia kwa sababu tumepata uongozi ambao najua utatupeleka sehemu nyingine. Pia vile vile najua na sisi tutapata matumaini makubwa ya kuweza kufanya kazi ya Mungu kwa mapana zaidi, na pia kuhamasisha vijana ambao ni kizazi cha sasa hivi, najua wana nguvu zaidi ili kufanya kazi ya Mungu iende mbele.